Serikali ya Uganda imepiga marufuku ziara zote za kimasomo za shule baada ya watoto 20 na mtu mzima mmoja kufariki kufuatia ajali ya basi la shule. Basi hilo lilikuwa likirejea mji mkuu Kampala kutokea ziara hiyo ya masomo kutoka wilaya ya Mashariki ya Kapchorwa karibu na mpaka wa Kenya. Watu wazima 3 na watoto kadhaa pia wamejeruhiwa hapo jana Alhamisi jioni. Kwa mujibu wa mamlaka, uchunguzi wa awali unaonyesha dereva alipoteza udhibiti wa gari baada ya kugonga jiwe kubwa, polisi walisema kwenye taarifa iliyochapishwa kupitia mtandao wa X. Mamlaka zimeanzisha uchunguzi ili kubaini chanzo halisi cha ajali hiyo. Maafisa wanasema sehemu hiyo ya barabara imeshuhudia ajali kadhaa mbaya katika miaka ya hivi karibuni. Ajali mbaya za mabasi hutokea mara kwa mara nchini Uganda. Mwezi Oktoba mwaka jana, mabasi mawili yaligongana kwenye barabara kuu na kuua angalau watu 46. Mwaka uliopita Uganda ilishuhudia takriban ajali za barabarani 26,000 na zaidi ya vifo 5,300 kwa mujibu wa ripoti ya kila mwaka ya polisi. Shuaib Ibrahim na taarifa zaidi. Wazazi, walezi pamoja na wanajamii hapa katika shule ya kimsingi ya King David katikati mwa mji wa Kampala wanaendelea kumiminika hapa kuja kutoa risala zao za rambirambi kufuatia kifo cha zaidi ya wanafunzi 20 waliofariki jana katika ajali ya barabarani. Kufuatia ajali hiyo, serikali imepiga marufuku ziara zote za shule pamoja na kusema kwamba itaendelea kuchunguza kuhusu ziara hizo. Kundi hilo la wanafunzi lilikuwa likisafiri kwa magari 4, mabasi mawili na magari mawili madogo. Moja ya mabasi hayo lililokuwa limebeba wanafunzi 107 lilihusika katika ajali mbaya sana. Hadi kufikia sasa, zaidi ya wanafunzi 20 wamethibitishwa kufariki dunia na miili yao imepelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Kapchorwa. Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ameahidi fidia ya takriban milioni 5 ambayo ni sawa na dola 1,500 kwa kila familia iliyopoteza mpendwa wao. Jeshi la polisi limesema linaendelea kufanya uchunguzi kuhusu kilichosababisha ajali hiyo. Na huku hilo likiendelea, wazazi pamoja na walezi wanasubiri kwa hamu kutambua hali ya wapendwa wao. Shuaib Ibrahim, BBC, Kampala. Na ripoti hiyo ndio inayotukamilishia taarifa yetu kuu usiku huu. Serikali ya Marekani imethibitishia BBC kwamba raia wake 7 waliokuwa wanahudumu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kudhibiti mlipuko wa Ebola wamewekwa karantini nchini Kenya. Katika taarifa, idara ya masuala ya nje ya Marekani imesema 7 hao kutoka shirika la Samaritan's Pass walipelekwa kwenye kituo hicho kufanyiwa uangalizi wa kimatibabu kwa hiari yao. Aidha, iliongeza kuwa na hapa na nukuu, wahudumu wote hawana dalili zozote na hawajathibitishwa kuwa na Ebola, mwisho wa nukuu. Aidha, aliongeza kuwa mamlaka za Kenya ziliruhusu kuingia kwao nchini humo chini ya uangalizi wa wahudumu wa afya ya umma wa Marekani, mwisho wa nukuu. Hata hivyo, serikali ya Marekani haijajibu maswali ya BBC kuhusu kuendelea kuwepo kwa kituo hicho licha ya amri ya mahakama ya Kenya kusimamisha ujenzi wake. Kituo hicho cha Ebola kimekumbwa na utata na kimezua mjadala mkubwa nchini Kenya katika wiki za hivi karibuni, na wananchi waliandamana kukipinga. Kwa upande wake, shirika la Samaritan's Pass limeiambia BBC kuwa na hapa na nukuu, wafanyikazi wake wamewekwa katika mahema makubwa ya kijeshi ndani ya eneo hilo lililowekwa uzio, wakilala kwenye vitanda vya kukunja vya kijeshi na chakula chao kinatolewa na jeshi la Marekani, mwisho wa nukuu. Hatua ya hivi punde inajiri baada ya Marekani kuweka masharti mapya ya usafiri ambapo raia wake wanaotoka DRC ni sharti wakae muda wa wiki 3 katika nchi nyingine kabla ya kuingia Marekani. Leila Mohamed na taarifa zaidi.
Wamarekani 7 waliokuwa wakiisaidia kupambana na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamewekwa karantini nchini Kenya kwa siku 21. Sasa kwa mujibu wa Franklin Graham, rais na mkurugenzi mkuu wa shirika la msaada la Samaritan's Purse, watu hao 7 ni wanachama wa kikosi cha shirika hilo cha kukabiliana na majanga. Ameiambia shirika la Reuters kuwa hakuna hata mmoja wao mwenye dalili za Ebola, lakini wanaendelea kufuatiliwa kwa tahadhari. Hatua hiyo inafuatia sera mpya ya Marekani inayowataka raia wake wanaotoka DR Congo kukaa katika nchi ya 3 kwa wiki 3 kabla ya kuruhusiwa kurejea Marekani. Kundi hilo linawekwa katika kituo maalum cha kutenga wagonjwa kilichojengwa kwa ufadhili wa Marekani ndani ya kambi ya jeshi nchini Kenya. Hata hivyo, afisa mmoja wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ameiambia shirika la Reuters kuwa hatua hiyo imechukuliwa kwa tahadhari tu na kwa idhini ya mamlaka za Kenya. Wizara ya Afya ya Kenya haikujibu maombi ya Reuters ya kutoa maoni kuhusu swala hilo, huku afisa mwandamizi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Kenya akisema hakuwa na taarifa yoyote kuhusu uwepo wa Wamarekani hao nchini Kenya. Chanzo kingine kilichoomba kutotajwa kimewaambia wanahabari kuwa kundi hilo liliwasili katika kituo hicho kilichoko katikati mwa Kenya siku ya Jumatatu, na kwa sasa wanalala kwenye mahema yaliyowekwa ndani ya kambi hiyo ya jeshi. Kituo hicho kimekuwa chanzo cha mjadala mkali nchini Kenya. Wakenya wengi nao wamekuwa wakipinga ujenzi wake, wakisema nchi yao haipaswi kubeba hatari ya kuwahifadhi watu wanaoweza kuwa wameathiriwa na ugonjwa wa Ebola. Kesi kuhusu halali wa kituo hicho bado inaendelea mahakamani. Mwezi uliopita, waziri wa afya wa Kenya alitangaza kusitishwa mara moja kwa ujenzi wa kituo hicho baada ya kupatikana na hatia ya kuidharau mahakama kwa kutotekeleza amri ya kusimamisha mradi huo. Rais na mtendaji mkuu wa shirika la Samaritan's Purse, Franklin Graham, amesema wafanyakazi hao 7 wote ni sehemu ya kikosi chake cha shirika hicho cha kukabiliana na majanga. Alinukuliwa akisema kwamba wote hawana dalili zozote za Ebola, lakini wanaendelea na karantini ya siku 21 chini ya usimamizi wa serikali ya Kenya. Kwa upande wake, afisa wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani amesema kundi hilo la Wamarekani ambao walikuwa mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya Ebola lilipelekwa kwa hiari katika kituo hicho kwa ajili ya uangalizi na kujitenga kama tahadhari. Afisa huyo amesema mamlaka za Kenya ziliruhusu kundi hilo kuingia katika kituo hicho chini ya usimamizi wa madaktari wa huduma ya afya ya umma ya Marekani, akisisitiza kuwa hatua hiyo imechukuliwa kwa tahadhari kubwa. Wizara ya Afya ya Kenya haijatoa tamko lolote kuhusu swala hilo, huku afisa mmoja mwandamizi wa Wizara ya Mambo ya Nje akisema hana taarifa kuhusu tukio hilo. Na sasa tuelekee Mashariki ya Kati ambako mpaka sasa hakuna ishara ya kupungua kwa mvutano kati ya Iran na Marekani kwa usiku wa 6 mfululizo. Nchi hizo ziliendelea kushambuliana kwa makombora kuhusu udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz. Jeshi la Marekani linasema lilishambulia maeneo ya kijeshi yaliyoko katika pwani ya Iran ili kulemaza uwezo wa Iran wa kuzuia safari za meli katika njia hiyo muhimu ya maji. Marekani pia imesema kuwa vikosi vyake vilipanda meli moja kama njia ya kuzuia meli kutoka au kuingia katika bandari za Iran. Marekani haijakiri kulenga miundombinu ya raia, lakini chombo cha habari kinachomilikiwa na serikali ya Iran kimesema kuwa kituo cha reli, madaraja na madaraja 5 katika eneo la Bandar Khamir na uwanja wa ndege katika eneo la kusini mashariki vilishambuliwa. Ikiwa hili litathibitishwa, basi shambulio hilo litakuwa linafuata onyo la Rais Trump kwamba miundombinu ya raia huenda ikalengwa iwapo Iran haitarudi katika meza ya mazungumzo. Iran imejibu kwa kushambulia mitambo ya uangalizi ya Marekani nchini Oman. Jeshi la Iran pia limesema lilishambulia maeneo ya Marekani nchini Kuwait, Bahrain na Syria katika kulipiza kisasi vifo vya wanajeshi wa Iran siku 2 zilizopita. Damascus na Washington hazijatoa tamko lolote kuhusu hili. Iran pia imetishia kulenga miundombinu ya raia katika ukanda mzima iwapo mfumo wake wa umeme utalengwa. Pia kuna ripoti kuwa huenda Tehran inajitayarisha kutatiza mlango bahari wa Bab al-Mandeb, njia muhimu ya usafiri katika bandari ya Shamu, iwapo mashambulizi ya Marekani yataendelea. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tukirejea